vitabu kwa ajili ya kuimarisha mfumo wetu wa takwimu za afya au taarifa za afya kwenye vituo vya kutolea huduma. Kama ambavyo mnafahamu, mfumo wa taarifa za afya kwenye eneo letu la mfumo wa kutolea huduma za afya kwa ujumla ni moja ya nguzo kuu ambazo zinatengeneza mfumo wa afya sio tu katika mkoa wetu, lakini katika taifa na maeneo mengine. Ukiachilia masuala ya watumishi, masuala ya fedha, masuala ya uongozi kwa maana ya usimamizi na mambo mengine, hatuwezi kusema kwamba tuna mfumo wa kutoa huduma za afya kama hatuna ushahidi wa hizo huduma tunazozitoa. Na ushahidi pekee tunaupata kupitia taarifa kwamba idadi ya wateja waliohudumiwa, kiwango cha matatizo au ukubwa wa matatizo tulionayo, yote yatathibitika kupitia taarifa. Na taarifa hizo zinakusanywa kwenye vituo kupitia hizi nyenzo ambazo tumezipata leo. Kwa hiyo mimi ninachotaka kuambia, naomba tu mtambue kwamba serikali imetumia fedha nyingi sana kutengeneza hivi vitabu. Tulikuwa tuna changamoto kwa muda mrefu. Baadhi ya vitabu vimekwisha na tukiambiwa tukadurufu gharama ni kubwa, tunashindwa kuvipata kwa wakati. Kwa hiyo serikali imeweza kufanya printing ya hivi vitabu nchi nzima, na kama ambavyo mmevipokea, tumepokea seti zote zinazotakiwa. Kwa maana vitabu sasa vitakuwa vinatutosha. Si ndio ndugu zangu? Yeah. Sasa hivi vitabu kwa gharama ambayo imetumika, sisi tunatakiwa kuhakikisha kwamba tunarudisha hiyo fadhila ya kumaliziwa hii changamoto kwa kuhakikisha vinatumika. Kwa baada ya kuvipokea, ni matarajio yangu kwamba kuanzia kesho mjiwekee utaratibu wa kuhakikisha kwamba vinafika kwenye vituo. Lakini shida iliyopo sasa kule kwenye vituo, wako baadhi ya watumishi ambao hawaendani na maelekezo ya kutumia hizi nyenzo kama ambavyo inatakiwa. Kwa hiyo ni jukumu lenu nyinyi kuhakikisha kwamba watumishi wetu wanaelewa namna kuvitumia, lakini pia na wanavitumia, kuhakikisha kwamba tunapata ushahidi wa kazi zinazofanyika kule chini. Kwa sababu umuhimu wa takwimu katika mambo mengi sana ni wa muhimu. Sasa hivi tuko kwenye msimu wa uandaji wa mipango na budget. Halmashauri zote mnafahamu, lakini mikoa yote. Na baadaye zoezi hilo litakwenda kukamilishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kinachojadiliwa kule, kinachowasilishwa kwenye ile mipango, kinatokana na taarifa au takwimu za huduma ambazo tumezitoa. Ninapozungumzia kwenye eneo letu la sekta ya afya. Kwa hiyo naomba nitoe wito kwa watumishi kwamba wao ni nguzo muhimu sana pia katika kuwezesha upatikanaji wa taarifa, na sio taarifa tu, lakini taarifa ambazo ni bora, taarifa ambazo zina usahihi kwa lengo la kwenda kutumika katika kufanya hayo yote ambayo nayasema. Hatuwezi kusema mkoa wetu una changamoto kubwa labda ya jambo fulani, ya tatizo fulani, kama hatuna takwimu. Kwa hiyo niombe sana hivi vitabu ambavyo tumevipokea tukasimamia matumizi yake. CHMT kwa maana timu za afya za halmashauri, nyinyi ndio tunategemea kwamba hili jukumu tutakwenda kulitekeleza. Sisi timu ya mkoa pia tutakuwa sambamba na nyinyi kuhakikisha kwamba vitabu hivi ambavyo tumevipata vinatumika kwa lengo lililokusudiwa. Asante sana. Mimi naitwa Amani Masai, ni mratibu wa takwimu ofisi ya mganga mkuu wa mkoa wa Songwe, na pia ni mtaalamu wa ufuatiliaji wa magonjwa yanayoambukizwa au magonjwa ya dharura, tunaitwa ni epidemiologist. Lakini leo tumepokea mzigo wa vitabu ambao tumepewa mgao kutoka Wizara ya Afya, kwa maana ya kwamba vitabu vyetu vya kukusanyia takwimu, yani vitabu vya mtua. Na kama tunavyofahamu, vitabu vyetu hivi huwa katika seti ya vitabu vitatu, ambacho kitabu kimoja kinaweza ikawa na kitabu ambacho kinaitwa register, yani kitabu cha kusajili mgonjwa anapofika tu mara na kupata huduma. Lakini pia kunakuwa na muanisho au tali,
ambacho kinatuongoza kupata taarifa ya mwezi, na mwisho wa siku tunakuwa na summary au taarifa ya mwezi. Kwa hiyo kunakuwa na seti ya vitabu hivyo vitatu, na tuna mfululizo mpaka sasa, tuna mfululizo wa vitabu vyetu vya Mtuha namba 1 mpaka kitabu namba 21, ambacho kitabu namba 1 huwa ni kitabu cha mwongozo ambacho kinatupa mwongozo wa namna ya ujazaji wa vitabu hivi vingine ambavyo vinachukua taarifa za kutoka kwa wagonjwa au wateja tunaowahudumia katika vituo mbalimbali vya huduma za afya. Jumla tumepokea idadi ya vitabu vipatavyo 2357 kutoka Wizara ya Afya, ikiwa ni seti ya jumla ya zile seti zote tatu, kwa maana ya kwamba register, moanisho na monthly report. Kwa hiyo jumla ni 2357 ambavyo tayari tumeshavipokea, na mara tulivyovipokea vitabu hivyo tayari tumevigawa kwa halmashauri zetu zote 5 ambazo ni halmashauri ya Ileje, Mbozi, Momba, Songwe na Tunduma, vyote kwa maana ya kwamba tulikuwa na uhitaji mkubwa. Kwanza Wizara ya Afya ilifanya mabadiliko au kuongeza baadhi ya viashiria katika vitabu hivyo, kitabu namba 1 mpaka namba 21, ambavyo vimefanyiwa mabadiliko kutokana na uhitaji wa nyongeza ya baadhi ya viashiria ambavyo ni muhimu kuvipata kutoka kwa wateja au wagonjwa tunaowahudumia. Baada ya kufanya mabadiliko, kwa hiyo kuanzia mwezi Januari 2025 vimetolewa seti ya vitabu kipya ambacho ni toleo la 3 la kitabu cha Mtuha na ni toleo la 2023. Kwa hiyo sasa tunaachana na toleo la zamani ambalo lilikuwa likitumika, toleo la 2020 ambalo ndio lilikuwa likitumika kwenye vituo vyetu. Kwa hiyo kwa sasa tutakuwa vituo vyetu, ule upungufu ambao ulikuwa umekuwepo kwa kipindi cha Januari mpaka leo, tunaamini umeisha kabisa ama umepungua kwa zaidi ya 95%, kwa maana ya kwamba vitabu vya kupata taarifa kutoka kwa wagonjwa wetu wakati tunavyohudumia tayari tunavyo kwa vituo vyote. Bahati nzuri pia hivi vituo ni vile ambavyo vilikuwa vikifanya kazi tokea zamani, lakini pia vile vipya ambavyo sasa viko mbioni kufunguliwa pia vitapata angalau seti moja ya vitabu hivyo na kupata zile taarifa za mwanzo. Baada ya hapo vitabu hivi vitakavyokuwa vikitumika, tunaamini kwa mwaka huu at least mwaka mzima tunaweza tukawa na vitabu vya kutosha, lakini tutakuwa na soft copy ya vitabu hivi ambavyo tutakuwa tukitoa nakala kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Tunashukuru sana Wizara ya Afya na tunashukuru pia usaidizi wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Songwe kwa ajili ya kutupa assistant ya kupata tool hizi ambazo sasa zitakuwa zinatumika kwa wingi katika vituo vyetu. Na takwimu zetu at least kwa 80%, kwa maana ya kwamba sasa tuna vitabu vipya ambavyo kila kitabu kitakuwa na seti ya vitabu ambavyo vinahitajika. Wito sasa unabaki kwetu sisi watumishi katika ujazaji wa vitabu hivi na kupata taarifa sahihi kutoka kwa wagonjwa wetu na kuweka kumbukumbu za takwimu hizi kwa usahihi. Tunashukuru sana kwa kupata vitabu hivi, kwa maana ya sasa tunaenda kuboresha takwimu zetu za afya. Asante sana. Naitwa Steven Rendimi, ni mratibu wa Mtuha kutoka halmashauri ya wilaya ya Ileje. Leo tumekuwa na zoezi la kugawiwa vitabu vya Mtuha hapa ofisi za mkoa. Ni zoezi ambalo limepangwa baada ya mkoa kupokea vitabu kutoka wizara au TAMISEMI. Nasi kama waratibu, baada ya kupokea hivi vitabu, tunaenda sasa kuvigawa vituoni rasmi kwa ajili ya kuanza kuvitumia. Kumbuke kwamba tokea mwezi Januari tumeanza matumizi ya vitabu vipya vya Mtuha ambavyo ni toleo la 2025. Na mimi kama mratibu nimejipanga kutokana na kuwepo na taarifa zilizoongezeka katika hivi vitabu. Ninapoenda nimepanga kuendesha mafunzo ya siku 2 ambayo ni mapema wiki ijayo, ambayo yatazungumzia hasa zile taarifa zilizoongezeka, ambao zoezi hilo litaambatana na ugawaji wa hivyo vitabu, ikiwa na msisitizo hasa wa wafawidhi wote
na watumishi wa vituo kuanza kuvitumia hivyo vituo. Baada ya hapo utafuata mazoezi ya usimamizi shirikishi kuhakikisha hivyo vitabu vinatumika ipasavyo na tunapata takwimu sahihi kutoka vituo vyetu vya kutolea huduma za afya. Asante sana.